Hapo jana taarifa asubuhi ziliweza kusambaa maeneo mbalimbali duniani kote zikitoa taarifa ya kifo chake na kusema kwamba ameiaga ama ameimaliza safari yake ya hapa duniani. Na kwa sababu hiyo basi nikasema nipate nafasi ya kumfahamu vizuri, lakini pia kukufahamisha vizuri wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media kuhusiana na maisha yake, itikadi zake, falsafa zake na jinsi ambavyo alikuwa akiongoza ama akihudumu katika taifa lake la Kenya. Na nimemtafuta Majid Mjengwa kama ilivyo kawaida. Tunapata nafasi kwa sababu pia ni moja kati ya watu waliofaidi ama waliopata nafasi pia ya kuwepo katika kipindi ambacho Laila pia alikuwepo akihudumu au akifanya siasa zake. Naitwa Salumu Amani, itakuwa na mimi hadi tamati. Majid, habari ya sasa hizi? Njema Salum. Na najua umetoka safari, utakuwa kidogo umechoka, lakini pole na safari. Na asante sana, vema umewajulisha wanaotutazama wasije wakasema mtu bwana anaongea lakini no, tuko kazini, toka safari, lakini sasa tunaenda moja kwa moja kwenye jambo hili la kazi ulilonitia. Nianze kwa kushukuru. Hii si sasa zinaanza kuwa mara 5 ya 6 hivi napata bahati ya kujiwa na wewe Salum. Asante sana. Na leo tutazungumza kuhusiana na Laila Odinga, moja kati ya viongozi maarufu sana wa siasa za upinzani katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Mtu anaposikia Raila Odinga kichwani kwake ama taswira ambayo inakuja haraka haraka ni ipi? Tuanzie hapo kwanza. Asante sana. Unamzungumzia Raila Amolo Odinga na ulizungumza juu ya mwaka aliozaliwa 1945, ilikuwa tarehe 7 Januari. Ni vema umeliuliza swali hilo kwa sababu huyu ni mwanasiasa alikuwa ni mwanasiasa wa misimu yote, all season. Alafu mimi ulinitafuta na kuniuliza, ni kweli nimeishi katika na kukulia katika wakati wa siasa ambazo yeye alikuwa kijana. Alafu tukifuatilia siasa za Afrika Mashariki, siasa za Kenya, kwa hiyo kina Dedan Kimathi historia zao na kina Odinga, Laila, tulikuwa tukifuatilia. Kwa hiyo tangu ujana wake. Sasa huyu Laila Amolo Odinga, ni vema pia kwa mtazamaji kumwelewa Laila Amolo Odinga au Laila Odinga, ni lazima pia uelewe alikotokea. Ndivyo ambavyo alivyokuwa mpaka dakika yake ya mwisho, ni kutokana na historia hiyo alikotokea. Sasa huyu anatoka kwanza kwenye familia ya kisiasa. Baba yake mzazi alikuwa akiitwa Jaramogi Oginga Odinga. Ni mwanasiasa kwa mahili bingwa aswa. Yeye alikuwa yuko jirani kabisa, mtu wa karibu na Jomo Kenyatta. Sasa hao wawili walikuwa marafiki katika kuipigania uhuru wa Kenya. Jaramogi Oginga Odinga, baba wa Raila, alikuwa ni wa mlengo wa kushoto kiitikadi. Unajua itikadi na milengo upande. Sasa upande wa kushoto ulikuwa ni wa Jaramogi, kwa maana alikuwa ni mjamaa. Na kwa maana hiyo mwenzake Kenyatta alikuwa bepali wa kulia, lakini kwa sababu ya kutafuta uhuru wa Kenya waliunganisha nguvu. Na tukaona baada ya uhuru wakawa wanaanza kutofautiana. Na Jaramogi Oginga Odinga, baba wa Raila, alikuwa rafiki sana wa Julius Nyerere. Ni kutokana na hiyo mitazamo yao yenye mlengo wa ujamaa wa Kiafrika na kukumbatia sana ubepali. Na mwelekeo wa Kenya ukawa hivyo na mwelekeo wa Tanzania ukawa hivyo. Kwa hiyo urafiki wa baba wa Raila na Tanzania kupitia Julius Nyerere akaurisisha kwa mwanawe. Unajua unapokuwa nyumbani unasikia simulizi na yeye akatokea pia Raila Odinga kwa upande huo kimtazamo, kiitikadi. Na amesomea Ujerumani wakati huo, East Germany, Ujerumani Mashariki, ilikuwa mtazamo wa kijamaa pia. Kwa huyu unaona haikushangaza hata kuwa na ukaribu na Tanzania hata katika miaka ya karibuni tu, kabla hajafariki bado alikuwa ni rafiki wa Tanzania kutokana na historia yetu. Sasa na alikuwa rafiki wa waziri wa ujenzi, wakaja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano, John Pombe Magufuli. Walikuwa nakutana kwenye huo upande wa kuhangaika na wananchi, watu walio wengi. Sasa Raila Odinga tuiangalie kama alama. Ni alama, a symbol
kuondoka kwake anaacha kuwa ni alama ya sauti ya Afrika. Utashangazwa kwa sababu hakuwahi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini kama kuna vitu ambavyo amevipata katika Kenya na umri wake na mpaka anakufa, amepata vyote kasoro urais wa Jamhuri ya Kenya. Ndicho hicho ambacho ameenda kaburini bila kukipata. Lakini tunavyoshuhudia mpaka leo unaponihoji hajazikwa, tunaona amepata zaidi ya urais wa Kenya. Ni kiongozi aliyeheshimika sana nje ya mipaka ya Kenya pia, sio tu Kenya. Anatoka kwenye kabila la Wajaluo, lakini anaheshimiwa na Wakikuyu na makabila mengine. Ni wakati huu tunapozungumzia Gen Z, tunazungumzia vijana wako kwenye moto na kadhalika. Lakini ajabu ya Raila, vijana wengi wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla wametokea kumkubali sana. Sasa utauliza kwa nini? Na miaka 80, tangu akiwa na miaka 70 watu wanamuona Raila ni baba. Na anatajwa sasa kama baba rasmi tu, sio kwa sababu ya kwamba amekufa ila, lakini wamekuwa kimchukulia kama baba mzee. Ana majina mengi ya utani, lakini linabaki kuwa ni baba, sio tu wa taifa la Kenya. Watu wa Kenya wanamuona baba, hata watu wengine katika ukanda wetu. Ni heshima aliyojijengea. Ana ile political endurance, yani ana uvumilivu wa kisiasa wa ajabu sana. Kwa hapa nyumbani tungeweza kumfananisha na Maalim Seif marehemu. Lakini kasoro yake ipo. Huyu anajumlisha kama Seif, lakini jumlisha diplomasia ya kimataifa. Kwamba Seif hakuwahi kuwa kufahamika kimataifa, lakini alikuwa na vyote ambavyo Raila anavyo, uvumilivu wa kisiasa. Kwa hiyo huyu anaitwa baba ni kwa sababu Raila katika mazingira ambayo hata wa Kenya hawakuyazoea ya kuwa na rais Mkikuyu kwa maana Uhuru Kenyatta, lakini bado alikaa naye. Raila alikuwa na wafuasi wengi mpaka tunavyoshuhudia sasa hivi, lakini alikuwa na uwezo wa kuongoza wafuasi wake kwenye njia iliyokuwa na maslahi kwa Kenya. Mahala ambapo yeye angepata, kama angeamua kusimama katika msimamo wa kwamba tukinukishe, wanasema mtali, angepata yeye, lakini Kenya ingekosa. Ingekuwa na watu wengi wamekufa, nyumba zinachoma moto, na tulishuhudia hicho mwaka 2008 wakati amekosa. Wenzake wale wapambana wamesababisha machafuko makubwa baada ya uchaguzi wa 2008. Yeye akasimama katika ile situation, akasimama mbele, akasema kwamba hapana, lazima tutafute mwafaka. Na bado katika ile jawabu akakubali kupata kidogo. Unajua, akashiriki kwa kwenye serikali ya nusu mkate. Nusu mkate na maana akapata waziri mkuu. Ni mtu ambaye angeweza kupata zaidi. Angesababisha watu wake labda kuamrisha tu wafanye kile ambacho kingeleta machafuko makubwa, pengine angeambulia kikubwa. Sasa huyu ni kiongozi ambaye aliamini kwamba, na ndio ilivyo kwenye siasa, wale wasiofahamu. Kwenye siasa it's all about give and take, ndio? Kutoa na kuchukua, kupata. Lakini Raila alikuwa anajua pia, kwenye siasa unaweza ukatoa usipate, lakini ukubali kwamba safari hii hujapata, labda utakuja kupata baadaye zaidi kuliko wakati ule ulipotoa. Kwa hiyo huyu alikuwa na ukomavu huo, na aliheshimika hata na maadui zake, wapinzani wake, kwamba ni mtu ambaye alijua ni wakati gani wa kung'ang'ania na wakati gani uache kung'ang'ania. Na unapoacha kung'ang'ania ni pale ambapo kwenye maslahi mapana ya nchi uliozaliwa. Kwa hiyo Wakenya leo wanaenda kumzika Raila Odinga kwa heshima zote. Tumeshuhudia ndege inavamiwa, watu wanaingia uwanjani. Wale ni vijana ambao ungezani kwa nini vijana hawa Gen Z wengine wanamfuata mtu ambaye ni tayari umri umeshapita. Ni kwa sababu wanasema kiongozi mzuri ni yule anayejitambua na anayejua wakati unaomzunguka. Alifanya hizo, alisema hicho kitu Benjamin Disraeli, aliwahi kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Alisema a good leader is the one who knows himself and the time that surrounds him or her. Sasa hivi nasema katika wakati huu, lakini wakati huo anasema kiongozi mzuri ni yule anayejitambua na mwenye kutambua wakati unaomzunguka. Raila Odinga pamoja na umri wake
alikuwa na ujua wakati unaomzunguka. Na kitu kimoja kilinishangaza katika viongozi vijana walishindwa hata kujua ubunifu wake. Kulikuwa na kombe la dunia 2008 nakumbuka, ile ya Afrika Kusini. 2010 walikuwa nakaribia kwenye uchaguzi miaka 3-4 ijayo. Lakini Raila na timu yake aliweza kubuni kitu ambacho aliwavuta sana vijana. Alinunua tangazo kwenye Super Sports. Linamuonyesha yeye tu na ujumbe mfupi sana, lakini Afrika yote ilimuona Raila Odinga. Hakuna kiongozi kijana aliyebuni jambo kama lile, lakini alikuwa amezungukwa Kenya na viongozi vijana, kina Ruto, kina Uhuru, lakini yule na timu yake aliwaambia huu ni mpira ni kitu kikubwa sana, hebu nunua tangazo hili. Alafu Raila alikuwa anawasalimia nadhani. Watu wa Afrika wakasema huyu ni mwenzetu. Kwa hiyo ni kiongozi aliyeacha alama, kwa maana ni mtu ambaye aliamini kwamba siasa inahitaji pia uvumilivu, na ndicho ambacho mimi nasema ni somo. Hata sisi tunaoelekea, bila kumunya maneno, tunaelekea kwenye uchaguzi, hiki ndio kitu ambacho wale wenye kufikiri kwamba sasa ni wakati wa nchi yetu kulipuka, wamuone Raila. Na ile Kenya ni kubwa, ina uchumi mkubwa, na ilipoyumba imeyumba kweli, lakini kwa sababu wenzetu wana uchumi mkubwa, sisi uchumi wetu haufikii uchumi wa Kenya. Wale wanaofikiri kwamba watu waende wakafanye wizi wa ngawira, wakachome moto nini, kwa kweli hawajitambui. Na bahati nzuri hatujamuona kiongozi mkubwa wa chama cha upinzani anayesema hivyo katika Tanzania, akisema hivyo kwamba watu wafanye hivyo, ambaye ana dhamana ya uongozi ya ukweli. Hatujamsikia, ni ukomavu. Lakini kwa Raila Odinga, hicho ndio kitu ambacho tunaweza kujifunza kutoka naye juu ya umuhimu wa uvumilivu wa kisiasa. Sawa. Moja katika vitu ambavyo katika siasa za Kenya kimekuwa kikitawala na kutamalaki kwa muda mrefu ni kuhusiana na siasa za kibaguzi, hususan masuala mazima ya ukabila. Raila Odinga leo hii analetwa na maelfu wanakwenda kumpokea bila kujali makabila waliokuwa nayo, bila kujali dini walizokuwa nazo. Inaonyesha ni jinsi gani ambavyo wamefanikiwa au walifanikiwa kuteka hisia za makabila yote yaliyopo Kenya na watu wa imani tofauti. Alifanikiwa wapi Raila Odinga, hususan katika kuhakikisha kwamba kwa upande wake yeye ukabila sio kitu ambacho kinaweza kumwekea kikwazo katika harakati zake za kisiasa? Salum, swali zuri sana umeuliza. Na hilo ndio ambalo bila shaka kuna watu wengi wanajiuliza, anachoacha nyuma yake, legacy, ile alama yake. Ukweli nje tu ya Kenya bado watu wangetamani washiriki maziko yake. Raila akajitokeza pia kama alama ya Afrika, kwa maana ya sauti. Raila amekuwa sauti ya Afrika, pamoja na kwamba hajawahi kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Nchi za Afrika. Hivi karibuni alikuwa amegombea, bahati mbaya nadhani umri wake nao ulikuwa umekwenda, angeweza kupata. Lakini alitamani akaongoze Afrika, awe rais wa kamisheni ya Afrika. Alitoa hotuba yake nzuri sana. Raila anasema this century is for Africa. This is Africa's century. Hii ni karne ya Afrika. Hayo ni maono. Afrika wa vijana wamesikia huyu anasema. Shakila mwaka 2010 akasema it's time for Africa, akaimba. Lakini Raila anasema this is Africa's century, this century for Africa, this century is for Africa. Hii karne ya Afrika. Nadhani ilivuka mipaka kauli yake. Hii ni karne ya Afrika. Karne ya Afrika ipaswi watu kuwa na vijana wasiojitambua kwamba wazungu wanafurahia kweli tunavyobagazana huku, unataka kuumizana. Yaani wanafurahia kwa sababu wana shida Marekani na Ulaya. Sisi tunaofuatilia wachambuzi tunajua kuna hali ngumu sana. Kuna chuki na vitisho kwa wanasiasa vilivyotamalaki. Nasoma mimi kila siku. Kuna kiongozi wa chama cha siasa katika nchi, diplomasia siwezi kuitaja, lakini wewe ukitafuta utafuta kiongozi wa chama cha siasa aliyejiuzuru jana katika Europe, utaona jina lake. Yule mama ananiambia, anasoma jana, anasema chuki na vitisho vimetamalaki. Mimi najiona ni shujaa kama mwanamke, naongoza chama cha siasa. Uchaguzi ni miaka 2 ijayo, lakini nimeshindwa kwa sababu huko kwa mitandaoni kuna chuki. Rafiki zangu, watoto wangu wanajiuliza kwa nini unaendelea kuwa mwanasiasa na hajawa waziri mkuu. Kwa hiyo Ulaya na Marekani, watu wakianza kufuatilia, kuna umaskini
unaanza kunakuwa na maskini ambao wanahitaji misaada. Vita vya 3 vya dunia, Salum, ni vizuri kuangalia, hii ilikuwa sauti ya Afrika, na yeye alikuwa anaangalia sio Jaramogi baba yake, yeye Laila alianza kuzungumza lugha ya Afrika, kwamba Afrika ijitambue, ijikomboe, na akapewa mwaka 2018 na kina Musa Faki wale alikuwa kamisheni, rais wa kamisheni, wakampa Odinga kuwa mjumbe maalum wa kusambaza umuhimu wa miundombinu, infrastructure. Alipewa cheo hicho cha kuzunguka kuhimiza miundombinu, ujenzi wa miundombinu. Kwa hiyo na Wachina wakamkubali sana kwamba huyu amempa mtu ambaye ni mjamaa pia. Wachina wana kitu wanaita Rail and Road Belt, ile wanaita ule mfumo wao ambao misaada kwa ajili ya ujenzi wa reli na madaraja na barabara. Wa Marekani, Joe Biden, na wanaotutazama tunapoongea tunaongea kwa facts. Ukitoka hapa hebu angalia Joe Biden's last visit out of White House, safari yake ya mwisho kihistoria. Kila rais anafanya safari ya mwisho nje ya Marekani. Sasa safari ya mwisho nje ya Marekani ya Joe Biden inafanywa Afrika. Unajua, alafu uangalia anakwenda wapi? Anakwenda Angola. Anaingia kwenye ndege, anasema tunaenda Angola, tuna mikakati na Afrika. Kwa hiyo alienda Angola kwa ajili ya Lobito Corridor, ile corridor ya Lobito. Wanaita corridor kwa Kiswahili wanasemaje? Wanasema, unajua lile jina la corridor. Sasa mimi natumia neno la Kiingereza, lakini corridor ni njia, uchochoro, sio uchochoro. Wana jina fulani, kitu kama hicho. Sasa corridor ya Lobito ni ya kimkakati kwa sababu Marekani anataka dhahabu. Yani vita kubwa iliyopo sasa hivi ni ya malighafi. Marekani anataka kurudi kwenye zama zake za uzalishaji. Mchina anampita Marekani kwenye uzalishaji. Wamarekani wanatumia vitu vingi vya China. Wanahofia sasa China ina take over. Kwa Marekani anaitafuta Afrika kwa ajili ya kuipata Lobito na kujenga reli ifike mpaka mashariki ya Kongo. Mchina anajenga reli kutoka wapi? Dar es Salaam. Anatusaidia, tunapewa mikopo, anataka afike Rwanda, afike Burundi. Sasa hiyo ni geopolitics inaitwa. Sasa vijana wetu wa Afrika, nyinyi kina Salum na wengine, muelewe dunia sasa hivi ipo kwenye shida huko, mataifa makubwa wanaitafuta Afrika. Wanachekelea kweli wakiona sasa mnachoma moto, mnaondoa viongozi wenu bila utaratibu, hamjipangi, mnabaki tu hamjajipanga, wao inawapa nafasi ya kuendelea kuexploit. Sasa naongea mimi hapa leo kinadharia vita vya dunia vimepigana na vita vikuu vingapi? Viwili. Vita vya kwanza vya dunia na vita vya pili, ambapo vita vya pili vilivyoanza ndio Raila amezaliwa 45, ndio vilisha 45. Ndio Raila anazaliwa. Hiki ni kizazi ambacho kimeshuhudia mwisho wa vita vya dunia. Vita vya 3 vya dunia, it's most likely it's going to take place in Africa. Yani vita vya 3 vya dunia inaonekana kwa mtazamo wangu mimi, na pengine nitakufa na mimi siko hai huko na kukwenda, vitapiganwa Afrika. Vitapiganwa Afrika kwa sababu gani? Kwa sababu ya malighafi. Kwamba Ulaya, Marekani na Ulaya na Uchina, unajua China na kambi zao za kijeshi Afrika, Marekani na kambi zao za kijeshi Afrika. Unafikiri kwa nini? Lazima tujitambue. Ni kwa sababu wanahangaikia malighafi, na malighafi hizi kwa siku wataanza kugombana. Hawatagombana Ulaya, hawatagombana China, watagombania Afrika. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumwenzi Raila Odinga kama sauti ya Afrika, aliyeona kwamba kuna haja wa kuto kuiangalia ile itikadi ya kijamaa kwa ubaya, lakini tuangalie yale maslahi ya Afrika na tusihadaiwe na mataifa ya magharibi kwa zile sera zao ambazo nyingine ni za kututaka kutufarakanisha. Kwa hiyo yeye aliongea kama sauti ya Afrika. Sawa, Odinga amepambana kwa kiasi kikubwa na amejitahidi mara kadhaa kugombea nafasi ya juu kabisa ya urais katika nchi yake. Ukiachana na nafasi hiyo tu nchini kwake, lakini pia amegombea kama alivyosema mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Pengine nini ambacho kilikuwa kinamwangusha Odinga kwenye hili? Nini kilimwangusha hasa kumfanya akashindwa kushika nafasi hiyo ambayo aliipambania kwa muda mrefu mpaka anakuja kufikia umauti hajafikia nafasi hiyo? Siasa za Kenya, Odinga kwa mtazamo wangu alikuwa mhanga wa siasa za ukanda, za ukabila. Changamoto kubwa ya jirani zetu ni ukabila. Na hilo linaweza likawa limechangia kwa kiasi kikubwa
kwa Odinga, na wakati kila alipokuwa akijaribu, wakati ulikuwa hauko upande wake, lakini haikuwa na haimaanishi kwamba alikuwa hana uwezo. Na ndio maana leo tunaona wote wanamuona Odinga alikuwa ni hazina ya kuifanya Kenya leo iwe kama ilivyo. Amekuwa na mchango mkubwa. Nilisema awali, kama angetaka kuifanya Kenya wake moto, alikuwa na uwezo huo, lakini alipenda sana Kenya kuliko kitu chochote. Na hicho ndicho kitu ambacho nakisema tena hapa cha ajabu kidogo. Kama kuna chama cha siasa kilipaswa katika wakati huu kumwenzi sana Odinga na kujaribu kuona aliwashauri nini, kwa kweli ni chama cha Chadema. Chadema kama kikuu cha upinzani kilikuwa hicho, na Odinga alikuwa kwenye upinzani, lakini amekutana na kina Mbowe, tunafahamu amekuwa karibu pia na upinzani akitoa pia ushauri. Sidhani kama kuna mahala Odinga katika siasa zake aliamini katika kugomea mchakato wa kidemokrasia hata kidogo. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni somo ambalo leo Chadema wangekuwa najivunia kwamba Odinga alionyesha ile political endurance, uvumilivu wa kisiasa, na ndio maana demokrasia mahala ambapo hakuna uvumilivu haiwezi kuota mizizi. Kwa hiyo leo anatufundisha Raila Odinga, na pengine anaifundisha Chadema, na pengine Chadema hawajachelewa kwamba huyu alienda kabulini ni mtu ambaye sisi tuna nafasi kubwa sana ya kujaribu kufikiri alisewambia nini katika upinzani. Odinga mpaka anaenda kabulini hajawahi kususia uchaguzi. Yeye siku zote anaamini. Tena alikuwa akishindwa na waelekezo wa wafuasi wake, tundeni mahakamani. Na mabadiliko mengi yametokea kwa sababu katiba unaipata kwa kupitia taratibu na sio kwenda kuchoma magari au kufanya vurugu. Kwa hiyo alikuwa na wafuasi ambao walikuwa wakimsikiliza katika kutafuta mazungumzo, majadiliano. Hilo ni la kumkumbuka, na hata vyama vya upinzani ikiwemo Chadema, nasema wazi tu ni mtu wao alikuwa karibu sana, na ushauri wake ulikuwa huo wa kuwa na kutanguliza majadiliano. Nadhani nimekujibu swali lako. Mfuatiliaji wa Kawabe Media, niko na Majid Mjengo hapa, tunajadili na tunapitia historia fupi ya Raila Odinga ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa serikali au Jamhuri ya Kenya, na bado alibaki kuwa kiongozi mkubwa wa upinzani pale nchini Kenya. Ukiwataja viongozi wa upinzani basi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki huwezi kuacha kumtaja Raila Odinga, na tunaendelea kumpitia hapa kwa kuangalia mambo ambayo aliyafanya na jinsi gani pia anaacha alama katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Majid, Raila Odinga katika vitu pia ambavyo tumezungumza ni kuhusiana na tabia yake ya maridhiano, kutaka kufanya serikali za umoja wa kitaifa. Mara kadhaa tulimuona pia alishiriki katika ile serikali ya handshake. Wanasema kwa nini Odinga alikuwa ni muumini wa hili? Nini haswa kilikuwa kinamsukuma kuyafanya haya? Sema utu uzima ulikuwa yeye ana uzoefu. Kwamba huyu kwanza anatoka kwenye familia ya wanasiasa. Anaijua siasa kwa sababu baba yake mwenyewe alikuwa ni mwanasiasa nguli. Kwa hiyo amekulia kwenye siasa, anajua siasa ni majadiliano. Siasa kuna kupata, kutoa na kupata, na wakati mwingine unatoa unapata baadaye sana. Kwa hiyo alikuwa na uvumilivu, na ndicho hicho leo tunakumbukwa nacho. Aliamini pia katika ushindani wa kisiasa, pluralism, wema vingi, mawazo tofauti. Ni mtu ambaye alikuwa na muamini wa free speech, watu waongee, na alifanya hivyo. Na kwenye kushindana ni kweli hajawahi kususia uchaguzi Odinga na chama chake. Kwa wakati wote alikuwa anashiriki, na baadaye anajaribu kujadili pale ambapo kuna mapungufu. Na unaweza kufananisha hiyo na mpira pia. Unajua Brazil ni taifa kubwa kwenye soka. Na Brazil moja ya sifa yake kubwa hawajawahi kususia kombe la dunia. Kuna mataifa yamesusia kombe la dunia katika historia kwa sababu labda FIFA imekosea hapa, lakini Brazil inaamini kwamba marekebisho katika FIFA na mambo yote ya mpira tutayafanya kwa kupitia huo mpira. Lazima tukacheze kwenye kombe la dunia. Yote wameshiriki. Wakipata nafasi wanashiriki. Kwa hiyo kwenye siasa hivyo Odinga anatufundisha umuhimu wa kushiriki. Na kushiriki pia ni kwa moja na kupiga kura. Kwa sababu moja ya vitu ambavyo watu wasije kasahau, alikuwa akiwahamasisha Wakenya, mjambo, anaeleza mbele ya umma, twendeni tukapiga kura kwa sababu 1, 2, 3. Upati hayo bila kushiriki. Ni wajibu wa mwananchi, raia wa kizalendo, uende ukashiriki kupiga kura. Kwa hiyo yeye alikuwa anaingia kwenye mikutano, anapambana na Ruto, na anaongea na anawasisitiza Wakenya,
nendeni mkapige. Na hizo ndio ilikuwa namfanya sasa yeye watu wamheshimu, kwa sababu anakwenda, kuna kura zimeibiwa, anaenda mahakamani, haendi mtaani. Aliwaambia twendeni tukapambana. Na mara nyingi ilionekana kwamba mazungumzo yake, majadiliano yake yalipelekea marekebisho mengi na kuifanya Kenya kuwa taifa imara. Sawa, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla inapoteza kiongozi nguli kwenye siasa za upinzani. Vitu gani ambavyo tutavikosa ambavyo Raila Odinga anaondoka navyo? Ni kweli wakati mwingine hata sisi katika Afrika Mashariki kama raia wa Afrika Mashariki tulikuwa tunajivunia kwamba mambo yakiharibika kwenye kanda wetu tulikuwa na wazee aina ya Raila Odinga. Alikuwa akitumwa kwenye kusuluhisha. Kwa hiyo tutakosa hekima na busara zake katika Afrika Mashariki pale ambapo na kati pia pale ambapo pengine mambo yatakuwa sio mazuri katika ukanda wetu. Alikuwa akitumika kutoa, alikuwa anaheshimika kwenye meza za mazungumzo kutokana na uzoefu wake na historia yake. Lakini Afrika haijawahi kukaukiwa na watu wenye hekima na busara. Tutarajie vitu ambavyo pengine Raila ambavyo amewahi kuvifanya vitaendelea kuishi na baadhi ya watu hapa, baadhi ya viongozi, kwa jinsi ambavyo tunaona hali za kisiasa katika nchi za Kiafrika hivi sasa? Na hilo kweli nakushukuru umeniuliza hilo, kwamba tuamini katika kuongea, mazungumzo, dialogue, mazungumzo, kwamba migogoro ya kisiasa majibu yake yanatokana na siasa, na siasa tafsiri yake ni mazungumzo. Siasa haina maana ya kupigana au kugombana, na nimesema mahala hivi karibuni kwamba kwenye demokrasia ina maana pia haina maana uvumilivu. Demokrasia inaota mizizi mahala kwenye uvumilivu. Sasa uvumilivu haina maana ya kukubali, yani kukubali kushawishiwa tu au kujiunga na yule anayesema kwamba tufanye hivi. Demokrasia ina maana pia wewe ambaye hukubaliani na mwenzako na uwezi kujiunga na mwenzako kwenye mawazo yake, basi ukubali kwamba mnatofautiana na huyo mwenzako, na kwamba nyinyi utajenga hoja zako. Kama ni chama cha upinzani, utajenga ushawishi mkubwa ili baadaye uweze kushinda hoja za mwenzako na wewe uweze kuchaguliwa. Na ukiacha hilo, basi mtakuwa mnapigana, sababu hamtakuwa mnaongea. Lakini lazima uwe kuvumilia. Uvumilivu ina maana kuweza kuishi na mtu mwenye fikra tofauti na wewe za kwako, na mkaendelea kuishi, kwa sababu maisha lazima yaendelee. Na hiyo ndo maana ya uwepo wa demokrasia, lazima kuwepo na uvumilivu. Kwa hiyo Raila Odinga mpaka dakika ya mwisho tumeona serikali inamzika, Ruto anamzika vizuri tu kwa heshima, na wananchi wa Kenya wanamzika kwa heshima, kwa sababu hajawahi kuwa mkimbizi nje ya Kenya tangu ipate uhuru, kwa sababu aliamini katika mazungumzo hata pale alipotofautiana na wenzake walio madarakani. Sawa, tumalize kwa hili upinzani na vyama vya upinzani nchini Tanzania, kipi hasa kiondoke nacho kutoka kwa Raila Odinga? Kabisa ni somo, ni darasa la wazi kwa kifo chake, kwa sababu kifo kinaleta tafakuri. Huyu mtu alikuwa namna gani? Anatuachia darasa la wazi kabisa kwamba kwenye kuleta mabadiliko katika jamii kama ya kwetu, kwa yale mapungufu, maana demokrasia haijawahi kukamilika mahali popote pale, hata Marekani. Kwa hiyo tunahitaji dialogue, mazungumzo, kuwepo na milango ya kufunguliwa ya kuzungumza, lakini kusiwe na namna nyingine yote nje ya mazungumzo. Hilo ni somo zuri na Raila ameliishi mpaka dakika mwisho. Sawa, mimi nikushukuru sana Majid Mjengwa kwa wakati wako. Asante sana Salum kwa kunipa nafasi hii. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, nilikuwa na Majid Mjengwa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, lakini pia ni mwenyekiti wa jukwaa la wachambuzi hapa nchini Tanzania. Na mimi ni Salumu Amani. Tulikuwa hapa tukipitia historia ya tukipatia historia ya Raila Odinga ambaye amefariki hapo jana, na hivi sasa tunavyozungumza taratibu nyingine za mazishi zinaendelea pale nchini Kenya. Na kwa taarifa tu ni kwamba atazikwa Jumapili ambayo itakuwa ni Oktoba 19 mwaka 2025. Sisi hatuna la ziada zaidi ya kusema tu tumuombe Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Lakini pia nakukumbusha kuendelea kusubscribe channel yetu hapo YouTube, kugusa pia alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata video zote ambazo tunaziweka hapa. Hadi wakati mwingine, kwa sasa bye bye.